Asante sana. Mgeni wa heshima, director, walimu, wazazi na wengine wote, mjambo. Majina yangu naitwa Maina Motiga, mimi ni MCA mzee wa hii area, mzee wa hii mtaa. Nawapenda sana na nyinyi watu wa nguvu. Leo ni siku ya ajabu sababu ni siku ya kipekee kwa wazazi walioleta hawa wanafunzi. Ni siku ya kipekee kwa wanafunzi waliojitolea mwaka, nimesikia 24 and 25, isn't it? Mwaka 24 and 25, sababu kuanzia sasa ndio wameanza maisha, ama sivyo? Na kwa ukweli watoto wengi kwa area zetu wamepotelea, kwa kijiji, kwa wapi, kwa matown. Na unapata tu yule mtoto akitoka form 4 anakaa kwa nyumba, mwingine anakuwa mzazi, anakuwa mkulima, hivyo na hajapata skill yote. Lakini hii ni jambo la kipekee mumefanya. Kwa hivyo director na pahongera sana sababu ya kuwa na hiyo maono. Wazazi vile vile mjue kuleta mtoto hapa ni maono mlipata, mkajua mnataka wawe na bright future. Kwa hivyo nao wakaitikia kuwa na hiyo bright future ya through masomo ili maisha yao yaweze kuchange. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kipekee, na kama nchi na kama viongozi, hiyo ni jambo tunalia kila moja na area zetu, kila pahali watu waweza kuingia kwa masomo ili maisha baadaye ya nchi yetu iwe afadhali. Masomo ndio kila jambo siku hizi. Masomo ndio msingi wa maisha. Masomo ndio yanaweza kucontrol, masomo ndio yanaweza create maisha yako baadaye, na masomo peke yake ndio inaweza ndio shikanisha tajiri na maskini. Kwa hivyo Vicodec nimeangalia nikaona katika area yetu ya Rongai, Kajiado North, wale watoto wametoka hapa Vicodec wengi nimepata. Nilienda 68 Hotel nikapata mtoto nikasikia, akaniambia wewe ni wa kutoka wapi? Mimi nasikia wewe ni wa Rongai. Nikamwambia ndio, nilisomea Vicodec from 68 Hotel. Sio jambo la ajabu, si jambo la kufurahisha. Nikaenda hoteli nyingine kubwa tu kule Mombasa. Nikiwa tu pale nikasikia mwanafunzi akaniambia mimi nilikuwa huko kwenu Kajiado. Kajiado wapi? Nilikuwa Vicodec. You can't imagine. Inamaanisha aje? Kama hakuja shule basi maisha yake yangefunguka. Kwa hivyo ni vizuri wazazi wote tujifunze kuleta watoto wetu ili waweze kufundishwa na ili waweze kufunguliwa maisha yao ya baadaye. Bila hivyo tunaweza ishi maisha yote ya kilio, ya kusema ati mbona nilizaliwa maskini. Hapana, leta watoto wasome ili waweze kutoa umaskini kwa boma. Kwa hivyo ninajua kweli kuna wengine hata saa hizi wamemaliza form 4 na wako nyumbani. Sikatai. Itabidi wazazi wapeleke ile maono, mtoto wangu tangu aende shule. Kwa hiyo miaka mbili amewacha vituko zote, bangi hajakunywa, aliwacha bangi, na ni ukweli. Huyu msichana ametoboa miaka 2, angekuwa mama na watoto wawili saa hizi, lakini sasa angai tu msichana. Hiyo maono inailili watoto wale tuweze kuwashikilia. Jua siposhikiliwa hakika maisha hawezi kuwa nzuri. Unaona?